na mnisamee kwanza nimechelewa kuendelea na story hii ambayo nimeanza. Mambo mengi yanaendelea kwa sasa, maana na shule nadhani wote mnafahamu sasa shule inakuwa inanibana, na bahati mbaya Ijumaa hii ya tarehe 20 nafanya mtihani wangu wa mwisho. Lakini sio ni wa mwisho kwa masomo ya lugha, alafu nitaendelea kusoma historia, nitafanya tena mtihani, alafu nitakuwa na likizo ya siku 20, alafu nitasoma siasa, nitamaliza mtihani. Almost shule namaliza mwezi wa 9. Kila kitu namaliza mwezi wa 9. Lakini kwa sasa hivi nina mtihani wa mwisho kabisa wa lugha, kwa hiyo kama mnafahamu nimesoma mwaka mzima. Sasa hivi naenda kumalizia, kwa hiyo mnisamee kidogo. Yaani nakuwa sina jinsi, sababu hamna kitu muhimu, nimehangaika kwa mwaka mzima. Naona nataka kufanya video, nataka kufanya hapo. Nilisafiri juzi hapa, nina Denmark. Kuna vlog nyingi sana nilifanya nikiwa Denmark, ila nitawaletea nitakapokuwa na muda. Nitakuwa na edit naweka, kwa sababu mambo mengi, na juzi tena nilikuwa na mtihani. Anyway, mambo ni mengi, lakini naombeni mnisamee. Guys, tuendelee. Leo naendelea haraka na sehemu ya 12. Kwa hiyo kama nilivyoambia kwamba kwa upande wa mama kule na watu wengine ndugu zangu na nini, wakawa baada ya kuongea kwa na yule usalama wa taifa, baada ya kuambiwa kwamba taarifa wamezipata na kila kitu na kila kitu, kwa hiyo kidogo moyo ukatulia. Naona kwa sababu tayari watu wa serikali wamejua kwamba mama amejua kwamba wanafahamu, kwa hiyo kidogo katulia. Sasa upande wetu sisi tunarudi, tunaendelea. Tumeishia kwamba ndio tumefika sehemu inaitwa Kismayo. Nadhani watu wengi wa Kenya itakuwa wanaifahamu Kismayo, kwa sababu Kismayo ni sehemu ya kwanza kabisa kutoka Kenya. Nafika Kismayo na sehemu nyingine za Somalia. Basi fika sehemu inaitwa Kismayo, wale wa Somalia wakamforce sasa kapteni wetu arekebishe simu za kwenye meli. Unajua huko kwenye meli, kwenye bahari kubwa kuna meli, kuna simu zao zinafanya kazi. Hizi simu zetu sisi hazifanyi kazi. Simu zao zinaitwa Sulaya, kama sijakosea, Sulaya, lakini Sulaya ni simu ambazo zinafanya kazi mkiwa baharini sana, unaona, kwenye meli. Basi kwa sasa simu yetu sisi ilikuwa kidogo na matatizo. Kwa kaanza kumpiga kapteni wetu maskini, wanampiga arekebishe ile simu, kwa sababu mafuta yametuishia. Wakaanza kuwasiliana na wenzao ili waambie walete mafuta mengine. Basi piga tena, mimi nitarekebisha vipi jamani simu? Baada ya kuhangaika sana na ile Sulaya pale kurekebisha antena na nini, wakajaribu kuwapigia sasa wenzao ili walete mafuta. Basi yani sisi hapo ndo hatujielewi. Yani sisi tupo tu hapo. Hatujui tuombe kipi. Tuombe tufike huko tunakopelekwa au tuombe nini, hatujui. Basi fanikiwa ikafanya kazi, wakawasiliana na watu, wanajua wenyewe wakina nani. Lakini wakawasiliana nao, wale watu wakaongea nao, wakakubaliana, sijui walivyokubaliana wao. Basi lakini baada kama siku 2 siku 3 tukopa tunaelelea, tukaona sasa meli inakuja, meli kubwa kiasi, sio kubwa sana, sio ile nzuri, hapana, ajabu kubwa kiasi, imejaza watu, imejaza wa Somali kibao. Yani sio hata nielezea, yani imejaza wa Somali meli kibao. Basi umeona ile meli ikaja, wanaume watupu, imejaza, afu vijana tu imewajaza, ikasogea mpaka pale kwetu. Ilivyosogea pale kwetu sisi tunachunga badishani. Basi sasa wale Somali wakaanza kutuambia si wote tutoke, twende juu kabisa ya meli kule mpaka sisi tulikuwa tunakaa mwanzoni. Basi kwa hiyo sisi tukatoka ndani ya haraka tukaenda mpaka juu kule sehemu ya kukaa, tukakaa tunawasikiliza wanachokisema. Sasa huko chini kuna yule mama niliwaambia wanawake tuko 3. Sisi mimi msichana, alafu na huyo mdada mwingine msichana alikuwa mgonjwa, alafu kuna huyo mama mmoja mnene sana. Yeye alikuwa mama kabisa, mama ambaye alikuwa na uwezo wa kuona mtu kama mimi pengine. Basi kwa hiyo yule mama yeye kawaida yake ni mbishi, ni kwa muda mchache ambao tumekaa nao kwenye meli ilikuwa ni kila kitu, yeye ni mbishi. Kwa hiyo Somali kwa tunataka basi tutoke twende juu, yule mama sio yuko analeta ubishi, yani ile nyonde anafanya mnyenye. Basi kwa hiyo sisi wakati tumeenda juu, yeye akabaki huko chini. Wakati anajiandaa anajisukuma na nini, kujilazimisha pande juu, wa Somali sio kaanza kufanya vitu vibaya. Yani tasijui za niseme, lakini Wasomali wakaanza kumfanya vibaya, kumshikashika na nini hivi na hivi. Unaona mpaka wenyewe akaona hii kero. Maana yake hiyo meli yenyewe ilikuwa inakuja, na hiyo meli ambayo imekuja sasa imekaa pembeni yetu, imejaza Wasomali.
yani kubaki wewe mwenyewe sehemu unaogopa, lakini yeye anaanza kujivuta vuta. Umeona? Wakati wenzio tushaondoka, basi huko anaanza kumshika kumfanya vitu vibasi hivi na nini, basi maswali na nini, wao wenyewe wakaongea Kisomali na nini pale. Basi baada ya kumaliza, mwenzangu, tunaona mpira linavutwa. Mpira ukavutwa kutoka kwenye meli ya wale ikaletwa kwetu mafuta. Mafuta yakaingiziwa bwana, wale wakajazio meli yani ikawa full tank. Wakati sisi tulikuwa tunajua pale labda ndio inaweza kaondo tume mafuta yameisha, labda ndio tunaweza tukapata njia yote kuondoka majumbani kwetu na nini, kuokolewa na nini, lakini ndio kwanza meli kajaza mafuta ndi. Basi meli ilivyojaza mafuta, wale watu baada ya kuongea sana nini, wale vijana na nini wakawote kurudi kwenye meli yao. Walikuwa hivi yani wengi, yani meli imesheheni wa Somali yani haswa. Naona wanaenda baharini kuwinda meli sijui meli nyingine sielewi, lakini walikuwa ni wengi ile mbaya. Basi kwa hiyo wale wakaondoka, sisi tukabaki pale. Baada wale kuondoka, mafuta tushajaziwa, kwa hiyo tukaambiwa turudi tena chini. Basi tukarudi zetu chini huko, meli kaendelea tena kuendelea na kutoka Kismayo tunaendelea kusonga mbele kuelekea Somalia. Sasa Somalia sehemu gani mpaka dakika tukao hatujui. Huko chini kwenye maisha yetu ya kila siku sisi sasa baada ya kutekwa, kikweli maisha yakawa, unajua mtu ukiwa kwenye hali fulani ya shida, yani unakuwa unakaa alafu sasa unaona kama ile hali inakuwa umeshaizoea. Unaona ukiamka asubuhi, ukiamka unaona namna kitu kinachotendeka, unaona vile mambo yale. Basi kwa na sisi sasa umndani tukawa kama tumejigawa makundi. Naona basi ikawa ni kila mtu na makundi, huyu ana kundi lake, huyu ili anakula nao, kula hata kuongea hata ukaribu. Unaona kabisa ni tukawa tumejigawa makundi. Basi sasa katika kundi langu mimi ilikuwa na mkaka mmoja ametokea Brazil na rafiki zake wawili. Rafiki zake wawili wenyewe walikuwa tu na Tanzania pale kutoka Tanzania moja kwa moja. Kwa kipindi hiko nilikuwa sijauliza chochote, yani sijui chochote kuhusu wao. Umeona wawili au wenzake wawili, lakini najua kwamba wote wako pamoja. Umeona? Na huyu Brazil naye sikumuuliza masuala yoyote yale kwamba alikuwa anatoka yani sikumuuliza binafsi mimi kwamba hivi na hivi umetoka wapi na nini, unaitwa nani. Hapana, ila tu mkojo kuongea kama mtu anavyoongea, kama mimi naongea mimi mwanafunzi sio nini na nini, nilikuwa nimetekwa na nini, na ndio hivyo anaongea kwamba mimi nimetoka Brazil na nenda zangu Tanzania kutembea, nimetekwa na nini, analamika na nini, nimeacha familia yangu, mke wangu na watoto wawili na nini hivyo. Basi kwa hiyo kwenye story tukaona hivyo marafiki na huyo kaka na wenzake hao wawili, lakini huyo kaka ndo akawa rafiki yangu sana. Alafu huyo kaka alikuwa na vidonda vya tumbo, umeona. Kwa hiyo yule rafiki yangu yule kaka Abdul, yule Msomali, akameniomba mimi nimwambie Abdul kwamba ana vidonda vya tumbo, hawezi kula ubwabwa kama sisi wengine kwa sababu ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo akawa amemuomba awe na mpangano, awe anatengeneza chochote kama chapati kama vitu vile awe nakula. Basi kwa hiyo mimi nikamwambia kweli, akawa yule Msomali akamwambia hiyo ni basi ndio itakuwa sheria kwamba wewe unakula ngano tu, mambo ya wali nini hauli. Basi kwa hiyo sasa ngano akawa yeye, kwa sababu mimi nilikuwa nimeshaanza dakika hii nimeshaanza kujifunza Kisomali. Yule Abdul niwaambie ni alikuwa yani ananipenda, naweza nikasema kama ananipenda, sio kunipenda ile sahihi kiukweli ni hivyo tu yani, si unajua. Basi kwa akawa anakuja pale na daftari anafundisha Kisomali, unaona wafiana sijui nini hivyo vidogo BIC ho, unaona anafundisha maneno yani moja jinsi naomba maji, sababu pale sisi tumekaa tuko mateka. Kwa hiyo hamna kitu mimi kikubwa ambacho naweza kaongea na Wasomali zaidi ya kuwaomba vitu. Unaona? Kwa sababu sisi chakula chetu ndio kilikuwa limited. Unakula hiki siku imeisha. Kwa hiyo wakati sisi tulikuwa na vitu vingi ambavyo wao wamevichukua. Unaona? Kwa hiyo kwa mimi kama nataka niombe maji ya ziada ya kunywa, lazima nijifunze. Ndio hivyo nimejifunza BIC. Unaona? Naomba maji, wao watanijibu BI ho. Yani haya hapa chukua basi. Na vitu vingine. Basi na mna kitu kikubwa kwenye maisha ya binadamu, kama mimi naambia kila siku, hata pa Ujerumani lugha. Yani ukitaka Mjerumani ya kufurahia ongea lugha yake.
Sawa na sisi Tanzania, sisi wa Tanzania, unaona mzungu akija kwetu au mtu yeyote akija kwetu ambaye si taifa letu, alafu mmoja anaongea Kiswahili. Unaona vile tunasherehekea, tunafurahi, huyu anajua Kiswahili, yani unaona kitu cha ajabu. Ndio sawa na wao walivyokuwa wananiona mimi naongea Kiswahili. Kwa safari nzima tunaenda, safari inaendelea, mimi huko nazidi kujifunza tu maneno yale ya Kisomali. Unaona yule Abdul alikuwa ananifundisha Kisomali, kila akija basi ambaye natoa daftari yani kwa kubwa hivi, natoa nini, ananiambia hiki na hiki na hiki. Basi nikitoka nje nikiona Somali naanza kuambia wanafurahi, wanacheka. Basi kwa hiyo kidogo ikafanya wanizoee kwa namna moja au nyingine, na hata mimi nikawa kama nimepata nguvu ya hata kuwauliza vitu vingine ambavyo wenzangu wote walikuwa hawawezi kuwauliza. Ndio maana mimi nikawa kwa namna moja au nyingine kidogo kama msemaji hivi. Mtu akitaka kitu naweza nikaenda nikaongea kwa niaba yake, unaona? Sababu ya hiyo lugha kidogo nimejua, kwa hiyo kama nimekuwa na karibu nao kidogo. Kwa hiyo na wao watakija kule chini, wakija wakitaka kwenda kuswali, wakuja kutawaza pale, wakija pale wanaanza kunialozi, wanaanza kuniongea maneno ya Kisomali. Mimi nayojua najibu, wanacheka, wanacheka kama sijui, basi wananielekeza hapo. Unaona basi. So mimi nilikuwa nimemuombea huyu kaka mmoja anayetokea Brazil, nikamuombea au anapoweka chakula, ndio ikawa grupu yangu mimi na grupu nyingine zikawa zimeundwa mmoja basi. Kwa hiyo zile grupu baada ya kuundwa na nini mimi ndio hiyo grupu yangu ikawa na huyo mkaka kutoka Brazil na watu wengine. Kwa hiyo baada ya hapo tukawa nampikia mandazi sometime. Mandazi yenyewe hata mimi kwa sijui za kupika mandazi. Naona mimi ndio nimejifunza kupika mandazi for the first time. Kuna huyo mkaka kati ya wale watatu rafiki yake kutoka Brazil, mmoja wao alikuwa anajua. Kwa hiyo akawa anaieleza kukanda nini, ananikiza mle tunakanda pamoja, naelekeza kukaanga, tunampata yule kakampisha, hebu tukaangie basi. Kwa hiyo akija ni mandazi ya mgonjwa, lakini wote tunakula. Unaona grupu yetu tu, ila wengine naweza tukawapo moja au kidogo na nini basi. Hivyo ndio maisha yakawa hivyo. Wengine wakawa na makundi yao na nini hivyo, kila mtu na grupu yake alizoeana. Basi maisha yakaendelea. Sasa tukaenda hivyo na magrupu yalikuwa very strong, yalikuwa very yani yalikuwa na nguvu sana. Yani kila mtu na grupu yake hivyo. Naona basi. Kama mimi leo sijala na huyu mkaka wa Brazil, basi ndakula na rafiki yake. Yani hao watatu ndio nilikuwa watu wangu hivyo karibu. Naona. Hivyo tukawa hivyo ninavyoelezea basi. Na haya magrupu nawaambieni kwa sababu mbele yana sababu. Ndio maana utasema leo kwa nini unakazania kuongea magrupu yana maana gani? Maisha tuloishi mle kuna kitu baadaye kija kutokea, nataka niwaeleze ambacho hamtokiamini. Naona mtu ambaye unamuamini, mtu ambaye huwezi kumtegemea, mnakula wote, mtu ambaye mnacheka wote, mtu ambaye unaweza kumuita sasa huyu ni rafiki, ndio mtu ambaye anaweza akakuuza wewe. Tena sio kuuza, anaweza akakuua wewe. Na sio kuua, anaweza akakutesa wewe, yani kiasi kwamba yani mpaka ukasema kwa nini nimezaliwa. Mtu ambaye unacheka naye kwa sana yani ngoja niendelee. Ila tu in short ni kwamba mtu ambaye unacheka naye, mtu ambaye unakula naye, mtu ambaye anakujua vizuri, ndio mtu ambaye anaweza kufanyia wewe kitu kibaya mpaka ukajuta dunia hii. Kwa ugumu hivyo huku mlendani tuko ugomvi hapa na pale. Si mnajua mkishakuwa mnakaa sehemu pamoja watu wengi, watu wazima, na hiyo hali ya kutoka tuka kama imesha yani ndio imeshatoka, tunafanya nini? Muda mwingine wa kulia wote tu basi, kila mtu kwa muda wake atalia. Muda mwingine wa kuongea mnacheka, mnapiga story, labda huyu akianza kutuelezea story za Brazil na festivals. Naona wale mashogo, unajua Brazil kuna transgender wengi sana. Akianza kuambia makanivo na kuambia makanivo Brazil hivi na nini, unaona mimi sasa nikaanza kuwa interested. Naona maisha ya Brazil na nini, nasema maisha ya nje. Naona afkwa naelisia Brazil hivi na hivi maisha hivi na hivi, sababu yeye amemoa mke wake alikuwa Brazil. Kwa hiyo kaza nayo watu wawili basi. Akaanza kunihadithia maisha ya Brazil na nini. Sasa hapo story safari zili kwenda, tunakaribia kufika huko tunakwenda basi. Huku ndio hizo stories zinaendelea za Brazil na nini, akianza kutuhadithia yani mpaka watu wale wa chumba kingine wanakuja ikichumba chetu kusikiliza story
za Brazil. Basi mwingine naye ambaye amesafiri Dubai akaanza kutuhadithia stories za Dubai. Even tunakuwa very interested. Mwingine akaanza kutuhadithia stories, yani kila mtu alikuwa na yake. Na mimi pia nikianza kuhadithia za kwangu tena hivyo, basi kila mtu anacheka na nini, muda unaenda. Muda mkianza kugombana huko ndani, wewe umenichukulia kijiko, umenichukulia maji yangu. Nani kaiba maji yangu? Mpaka maji vya kunywa vile kwenye vichupa na vitu tukaanza kuibiana huko ndani. No, basi. Ili mradi tu yani vituko, maisha yanaenda. Ni maisha ndio yalivyo. Mkikaa watu sehemu moja, watu zaidi ya mmoja, yani lazima tu migongano itatokea kama kwenye vikombe. Ndio hivyo na sisi migombano, mikoruzano ilitokea. Huwezi amini watu hao kwenye shida wametekwa, lakini wanagombana, wanagombea mpaka maji ya kunywa. Tuko tunaibiana mpaka maji haya. Baada ya safari ndefu sana ya kutoka Kismayo na mikoruzano yapo katikati na nini, tukafika sehemu inaitwa Haradele. Na hapo ndo tulipofikia, ni hapo ndo mwisho wa safari yetu ilipofika. Tulifika nakumbuka ilikuwa asubuhi, kiza kimepambazuka na nini, tunashangaa ndo meli hiyo inatia nanga na nini, Wasomali wanaanza kufurahia na nini, basi tunakuwa vyumbani kutoka nje sasa tunashangaa tumekuta meli zimetapakaa kila kona. Yani kila kona ukiangalia meli zimejaa hivi. Meli makubwa kabisa ya kitajiri yapo. Meli za kawaida tu za wavuvi, za Bangladesh, sio vya wapi vidogo vipo. Yani kila aina ya meli inaotekwa. Kumbe hilo ndio eneo walikuwa wanaficha Somali. Meli linaitwa Haradele.